Gozo ni kumpata Mtume Muhammad aishi ndani ya moyo wako. Mafunzo ya Mtume Muhammad yaishi ndani ya moyo wako. Kule kwenye Hamzia, Al-Hamzia, Imam Busiri anasema idha halatil hidayatu qalba nashitat lilibadati al-a'dha, kwamba kukikaa ndani ya moyo mwongozo, basi viungo vitakuwa vinachangamka kwa ajili ya ibada. Kwa jambo la kwanza, miana na dhikri. Adhikru, kusoma Qur'an ni moja katika dhikri. Na ukisikia kwamba moyo umetengenezeka, ni kwamba ule moyo umepata kitu kinachoitwa khushu'. Na khushu' ni katika khawatir nurania inayoingia ndani ya moyo. Maana kuna khawatir nurania na khawatir dhulmania. Kuna fikra mbaya zinazokaa ndani ya moyo, mahala pake ni hapo hapo kwenye moyo. Mazuri mabaya yote yanaingia kwenye moyo. Yakijaa mabaya ndani ya moyo, ndio mtu anakuwa mkatili. Yakijaa mazuri kwenye moyo, mtu anakuwa mtu wa kheri. Tanawwa'at ya jinasul a'mali bitanawwu'i alwaridat alahwal, kasema Ibn Ata'illah Sakandar katika al-Hikam. Kwa hiyo jambo la pili ni adhikru, kumtaja sana Mungu, kupatikana kitu kinachoitwa al-khushu' kiingie ndani ya moyo, na kujitahidi kusoma sana Qur'an. Alam ya'ani lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dhikrillah. Hapa Qur'ani inatuonyesha kwamba ili upate khushu'i lazima uwe mtu wa dhikri, kumtaja sana Mungu. Kuna saga takataka zilizokuwepo ndani ya moyo. Na ndio aliposema Mtume Muhammad, innal quluba tasda kama yasda'u alhadid. Moyo huu unapata kutu, nyoyo zinapata kutu, maana zinachafuka mpaka zaoza kama chuma kinavooza vile, kutu inaozesha. Walimuuliza Mtume nini cha kuondosha, akasema dhikrullah, mtaja Mungu sana, wa tilawatul Qur'an, na kusoma Qur'an. Lakini katika riwaya nyingine wa dhikril maut, na kukumbuka mauti. Mauti unakumbuka kwa njia gani? Miongoni mwa njia za kukumbuka sana mauti ni iyadatul marid, ambao ni utamaduni tumeuacha kabisa sisi Waislamu, kwenda kuwaona wagonjwa. Ukienda kumuona mgonjwa kwa nia ya ibada, moyo wako unajengeka. Nenda kwenye wale wagonjwa ambao kwenye wodi ya uchunguzi, uone hali zao namna zilivyo. Ukitoka ndani ya dakika 5 bado unaweza kumchekesha mtu, jua moyo wako umekufa kabisa. Takiwa kuanza moja. Lakini wewe mwenyewe utahisi kwamba dunia haina maana kwa muda fulani bado. Lakini la pili, ziyaratul qubur, kuwatembelea waliokufa, kwenda kuyazuru makaburi, inatengeneza moyo, ndugu zangu. La tatu, kutazama vilivyokuwa halali. Unajua an-nadhrat ni sahamu min sihami ibilisi. Tena sio sihamu ibilisa tu, masmumun. Kutazama mshale katika ile mishale ya ibilisi yenye sumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, nikae man tarakaha mimma khawafati, yoyote atakayeacha kutazama yaliyokuwa haramu, lakini kwa sababu ya kunihofu mimi
abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbi, tambadilishia mimi imani ambayo atahisi utamu wake ndani ya moyo wake. Maana yake ni kwamba mafuhumu khalafa ni kwamba kutazama picha chafu kunaua moyo, kunaua imani, kunazalisha ukatili. Mimi na wewe tujiulize, mimi na wewe, sikuulize wewe, ni mimi na wewe, mara ngapi tunatazama vilivyokuwa haramu? Basi vile inakaa kisha tazama ile picha, unapiga kwa macho. Macho kama kamera, nasafirishwa napelekwa kwenye ubongo, inahifadhiwa kwenye ubongo, lakini mbaya zaidi inahifadhiwa kwenye moyo. Moyo kwa mwanadamu mwaka 1992 imejulikana kwamba kuna kitu kinachoitwa intrinsic cardiac nervous system, yani little brain. Kuna kitu ambacho kuna ubongo ndani ya moyo. Mwaka 1992 imegundulika hivi. Ule ubongo ndio center ya fahamu ya mwanadamu. Hafahamu ila kwa ubongo huo. 1992 ni shangwe kubwa hivi sasa duniani kujulikana kwamba kuna kitu kinachoitwa heart intelligence. Lakini kwa mtu wa Qur'ani atakuwa anashangaa. Si ndio Qur'ani inasema lahum qulubun la yafqahuna biha, wana nyoyo hawafahamu kwa nyoyo hizo. Sishafahamu kwamba moyo ndio center kubwa ya ufahamu wa mwanadamu. Kama ndio center ufahamu, ndio center ya akili. Ili ile akili kuirutubisha vizuri, lazimiana na dhikrullah. Kwa sababu watu wenye kumtaja Mungu wana kitu kinachoitwa lubu. Lubu ni ile akili ambayo imetakata, haijachanganyikana na uchafu wa aina yoyote. Ndio akili ya daraja ya kwanza. Jamu yake ni albab. Inna fi ikhtilafi al-layli wan-nahari la ayati. Lakini ayati kwa nani? Li ulil albab. Mchana usiku na mchana, usiku umetoka umeingia mchana, mchana umetoka umeingia usiku, ni dalili za wazi, lakini sio kwa kila mtu. Wale wenye akili, akili ya daraja ya kwanza ni nani hao? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak fakina adhaban. Ndio wenye akili duniani. Na dalili mwisho kabisa wa hili, dalili ya kwamba hao ndio wenye akili kubwa duniani, manufaa kutengeneza moyo hapa Tanzania. Tutolee mfano hapa Tanzania. Unaweza ukapata, ndio conclusion yangu, manufaa kutengeneza moyo Tanzania ni wapi? Angalia, wewe piga picha, rudisha nyuma kidogo picha. Hivi yale mauaji ya albino ya maana ndio ukatili mkubwa uliotokea Tanzania. Ni ukatili mkubwa kwa sababu gani? Kwa sababu hata mzazi mwenyewe ilikuwa anamuona mtoto albino ni dili kwamba Mungu kamtunukia bahati kwamba akikata mkono wake anazunguruka nao anaenda kuuza, hajui soko liko wapi. Lakini kwa sababu kachafuka, moyo umechafuka, akili inapungua. Ndio madhara ya kuchafuka moyo. Moyo ukichafuka sana, ukiwa na maasi mengi ndani ya moyo, wallahi akili inapungua. Ndio maana hivi sasa dunia imepunguzwa akili. Tunahimizwa kwamba wanaume na wanaume waoane, sikupunguzwa akili huyo. Si moyo umekufa kabisa. Lakini ile ukaona kwamba pia jambo hilo sio aibu, wala mtu hasikii haya, wala hasikii kinyaa, wala hasikii fedheha akiambiwa fulani unamjua ni mke wa fulani, wala hujisikii vibaya, pia dalili moyo umekufa. Basi ndugu zangu, turudini zamani. Dawa yake tushikamane na
uzamani. Tuangalieni wazee wetu walipita pitaje. Yale mauaji albino walitokea maeneo ambayo hakujasomwa dini, maeneo ambayo madrasa sio nyingi, ndio yale mauaji yalitokea. Huo ndio ukweli. Hukusikia Kilwa wala Mafia Zanzibar, watu hukusikia mambo haya. Utasikia maeneo ambayo madarasa hazikusomeshwa, si kusomeshwa tu, kusomeshwa vizuri. Ili neno vizuri ndio mpigie mstari. Alkamalulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا شكرا شيخ. صلى الله على محمد